Tanzania ni zipo 4, lakini mpaka sasa hivi kwa upande wa timu yako Simba Sports Club ina alama 0 katika michezo 3 iliyocheza. Ndiyo, ni kawaida mpira ulivyo. Mpira una matokeo 3, kuna kutoa draw, kuna kushinda, kutoa draw, yani kutoa sare au kupoteza kabisa. Kwa hiyo timu yangu imepoteza. Mwalimu wa mpira aliyekuja bwana Steve Becker ni mgeni na nadhani ana muda mfupi sana na wachezaji. Kwa hiyo wachezaji wengi hawafahamu, na Simba ilikuwa kwenye programu ya mwalimu mwingine, mwalimu Fadru ameondoka, alikuwa na programu yake, na baadaye na hao wasaidizi nao kina Matola nao wakawa naye, lakini naona Simba sasa inaanza kujengwa upya na mwalimu Steve Becker tayari ameshakuja na kocha goalkeeper ameshakuja kutoka Zambia. Nadhani bwana Kenneth Firi yupo naye. Kwa hiyo tunaangalia mpira jinsi utakavyoenda kwa sasa hivi. Sasa hivi tunaijenga timu Simba Sports Club. Ndio. Tumeona ingizo jipya la Clatous Chota Chama Mwamba Lusaka akirudi ndani ya Msimbazi pamoja na Nixon Kibabage. Clatous Chota Chama, mchezaji ambaye ni playmaker namba 10, ni mtu mzuri katika kutoa pasi za mwisho, kwa sababu tulikuwa tunakosa mtu wa aina hiyo. Pamoja na kuwa umri kidogo wa Clatous unakuwa umesogea, lakini pale anaingizwa katika ile hali ya uzoefu wa mpira. Ukiangalia kama Manchester United kwa wakati ule ilikuwa na kumchukua mtu anaitwa Henrik Larsson, ikamleta pale kwa ajili ya kuwapa uelekeo wa Cristiano Ronaldo wakati wameingia. Huyu ni mtu kutoka nadhani nchi za Scandinavia, alikuwa na staff pale Barcelona. Mwalimu Sir Alexander Chapman Ferguson akamleta pale. Kwa hiyo ni hali ya kawaida ya mchezaji wa zamani legendary kurudi tena pale kuwapa utaratibu na mifumo ya utamaduni wa Simba Sports Club. Ni wazi kama Clatous Chota Chama Mwamba Lusaka Simba ilikuwa inamisi muda mrefu sana, japokuwa wakati anaondoka kwenda Yanga kuna maneno alikuwa ametoka hivi, lakini yale maneno ni kama yalikuwa bure tu, kama vijana bado timu ilikuwa inamhitaji. Clatous Chota Chama sio kwamba watu wanatoa maneno. Tukumbuka hata vilabu vyetu vyote viwili, kama mtu anahama kwa mfano alipohama Nyonzima kutoka Young Africans anakwenda Simba Sports Club, Nyonzima alichoma jezi yake kabisa. Ile jezi ilichomwa moto, wakamtukana matusi ya kila aina ya kila rangi wakamtukana, lakini leo Nyonzima Haruna Nyonzima aliporudi Young Africans wakampokea na akafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo kutoka na kuingia wachezaji kutoka timu nyingine kwenda timu nyingine, huwa washabiki fansi wa Simba au Yanga huwa hawakubali. Unaona Kwa hiyo kila mmoja atatoa neno lake ambalo sio la kimichezo, lingine litakuwa la kumuumiza mchezaji, lakini all in all Clatous Chota Chama amerudi pale. Na simu yake ya kwanza anampigia babake mzazi kule kwao Ndola. Baba anapokea, anafurahi. Manake inaonekana Clatous hakuondoka kwa radhi ya mzee wake. Mzee Chota alipokea simu, nilisikia kwa lugha ya Kiingereza, mimi kidogo hizo was najua, nikamsikia anavyomwambia dadi wake kwamba madadi I'm back to Simba Sports Club. Naye akasema wow, akafurahi. Kwa hiyo alionyesha kufurahi kumwona mwanae anarudi Simba Sports Club. Natumai kikosi cha Simba umekiona mechi na Express de Tunisi kwa quality waliokuwa nayo, na kinachofuata sasa hivi mchezo unaofuata ni utafanyika pale Benjamin Mkapa baada ya kufika hapa ardhi ya Tanzania. Ni mechi inayofuata na Simba ni na Express de Tunisi ya marudiano. Mimi ni muumini wa mpira wa miguu. Yaani mimi sio mshabiki wa matokeo. Mara nyingi mwandishi wa habari nakwambia kwamba mimi sio mshabiki wa matokeo, na ndio maana mimi nikikaa na washabiki wenzangu timu yangu ikishafungwa tayari Mangungu, Matola Matola na waloga makocha. Sasa mimi siko hivyo. Mimi naingia kuangalia mpira, naangalia mpira unavyokuwa. Mangungu, Matola hawana kazi tena pale, ni kazi ya wachezaji katika pitch. Ndio. Kwa mwenendo huu wa Simba changamoto ni nini? Ni changamoto ni wachezaji ama changamoto tuangalie changamoto sehemu nyingine? Ni upepo unatokea. Angalia Real Madrid ya Hispania. Ina Florentino Perez kwa muda mrefu na amefanya vizuri. Tukiangalia mwaka jana huyo Mangungu alikuwepo, huyo Matola alikuwepo, lakini Simba inakwenda kufika fainali.
Watu walisahau kabisa kwamba yule ni Mangungu aliyekuwepo katika kile kiti. Tunafika fainali na tunakwenda Zanzibar, ilikuwa almanusura tuchukue lile kombe, lakini huyo Mangungu yupo, huyu Matola huyu yupo, huyu bwana mdogo huyu Manyema. Lakini leo yule mtoto kama wanafungwa Simba Sports Club, naona anakuwa Matola Mangungu, Matola Mangungu. Sasa sijui Simba tunaenda wapi? Kwa hiyo hakuna changamoto yoyote, tuseme ni upepo. Ni upepo kama uliopita Manchester United, ni upepo kama uliopita Real Madrid ya Hispania. Kwa hiyo tuseme pale Real Madrid kuna Mangungu wa Real Madrid au kuna Matola wa Real Madrid, au pale Manchester United sawa, kuna Mangungu wa Manchester United. 12 years Manchester tunasafa saizi. Na mimi naipenda Manchester United, lakini ilinifurahisha kwa miaka iliyopita. Ni kama Simba ilinifurahisha kwa miaka iliyopita. Sasa leo mimi siwezi nikawa nakosa matokeo basi Simba sio ya kwangu, matusi mengi haifai. Wanasema timu bora inapata matokeo popote, ila bora timu haiwezi kupata matokeo popote. Simba Sports Club mimi naifahamu tangu miaka ya zamani kwamba Simba, kwa nini naipenda Simba Sports Club? Mwandishi wa habari kila siku nakwambia, na Manchester United, si timu hizi nazipenda kwa sababu ya miracles. Simba Sports Club mahali ambapo uweze kufikiria kwamba itafanya jambo lolote inaweza ikafanya. Yani ni vitu ambavyo mimi vinanitokea na ninavifurahia. Ndio Simba imebakiza michezo mitatu ambazo ni alama 9. Ni wazi tunaweza tukaziona alama 9 Simba akizinyakua. Siamini lolote kwa Simba walivyo. Mimi yani nawafahamu. Nimeanza kuishangilia Simba Sports Club miaka ya 70 na. Sasa wakati ule Simba ile ya miaka hiyo, miaka ya kina Abdalla King Kibadeni Mputa. Yule golini anakaa mtu anaitwa Omar Mahadhi bin Jabil. Huko Daudi Salm Bruce Lee, huko Mohamed Kajole Machela. Katikati Asumani Juma Kalomba, namba 5 Mohamed Bakari Tol. Hiyo backline ya Simba hiyo. Unaona bwana. Kwa hiyo ukiangalia hiyo, kati pale anakwenda kusimama mtu mmoja wa Simba Sports Club. Hapa kati hapa kuna mtu anaitwa Nicodemus Njoole. Huyu anakaa kati pale anachezesha mipira. Kuna Martin Kikwa, kuna mtu mmoja anaitwa Ezekiel Grayson Jujuman. Kwa hiyo Simba bwana ilinifurahisha. Ukirudi kati kuna Simba ile ya kina Ramazani Leni. Maufi, ule mfipa yule. Kwa mrefu hivi alafu hiyo Simba iliyofika fainali. Kule ina Magele George Magele Masatu, huku ina Rashidi Abdalla, sawa. Godini kuna Mohamed Mwameja. Katikati pale kuna kiungo huyo. Ramazani Leni Maufi. Unaona bwana? Fundi wa mpira. Kwa hiyo ukiangalia hii Simba hiyo na Simba ya 93 na Simba ya miaka ya 77, ndugu yangu, kama ilinipa raha wakati ule, kwa nini ichukie sasa hivi? Unaiona Simba ikienda hatua robo finali? Inaweza ikaenda. Ndio maana nakwambia Simba ni timu ya miracles. Tulipoteza kwa wakati ule. Oloya anatufunga lakini tunakwenda kumpiga goli 7. Watu wote kwenye ukumbi huu wa mpira unauona nyuma yangu hapa, walikuja wakanikumbatia, hata watu waliokuwa wanaitukana Simba. Kwa hiyo mimi watu wa mpira matokeo nao wengi. Simba kidogo wana watu wa mpira matokeo, lakini Yanga wana zaidi ya watu wa mpira matokeo. Manake Yanga mpaka fans walipotea kabisa, lakini Simba ilifikia mahali Simba inafanya vibaya, lakini hizi jezi tulinunua. Unaona Lakini Simba imefungwa na Yanga hapo mara ngapi? Imefungwa goli 5 na tukaja tukafungwa hii mara 6. Lakini Simba wananunua jezi. Bwana mzee wangu, mimi nikutakia siku njema, shukrani sana, tukutane Benjamin Mkapa mechi ya marudiano. Ndio, asante sana, nashukuru. Naiombea timu yangu ifanye vizuri na nawaomba washabiki wa mpira wa miguu hasa Simba Sports Club watulie. Mimi najua naumia sana wachezaji wanavyotukanwa ovyo. Unapoangalia kwenye screen au unaangalia kwenye uwanja unawatukana wachezaji, unawanyima ile confidence ya kufanya vizuri. Sana tuwatie moyo na tuungane nao kama tuwatie nguvu kama mchezaji wa 12. Sisi washabiki ni mchezaji wa 12, ni kuwapa moyo, sio kuwazomea na kuwafanya wavunjike moyo.